tujifunze kutoka kwake, naye ndiye baba yetu. Na leo tutaendelea na sehemu ya pili. Sehemu ya pili inayohusu kweli ya Mungu, kuhusu maana halisi ya ubatizo wa kweli. Maana halisi ya ubatizo wa kweli. Tunaendelea kujifunza ikiwa ni sehemu ya pili ya somo letu. Somo hili linakuhitaji uwe mtu wa rohoni. Ukiwa mtu wa mwilini utatoka na sifuri, lakini ukiwa wa rohoni kuna vitu utavipokea katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linakuja kutufunulia siri iliyofichwa, tukitambua maana halisi ya ubatizo wa kweli. Jana tuliona ubatizo uliobatizwa mitume wa Yesu Kristo, ya kwamba ni ubatizo wa moto na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Leo tunakwenda kuangalia maana halisi ya ubatizo. Maana ya ubatizo. Nini maana ya ubatizo? Somo letu linaanza kwa mfumo wa swali. Nini maana ya ubatizo? Maana, tutaona maana mbili ya ubatizo. Maana ya kwanza ya ubatizo ni kuzamishwa. Maana ya ubatizo ni kuzamishwa. Lakini maana ya pili ya ubatizo ni kutakaswa. Kwa anayebatizwa anazamishwa, anayebatizwa anatakaswa. Ninarudia tena, uwe mtu wa rohoni. Vitu hivi havitambulikani kwa jinsi ya mwili. Haleluya. Ukiwa mtu wa mwilini hutaweza kuelewa. Tuangalie kile ambacho Mungu alikuwa akizungumza. Jana tuliona Yohana akiwaambia, ni kweli mimi nawabatiza kwa maji, lakini yuaje nyuma yangu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye yeye hatawabatiza kwa maji, bali yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Leo tunaangalia maana halisi ya ubatizo, na tumeona maana ya ubatizo ni kuzamishwa, na maana ya pili ya ubatizo ni kutakaswa. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 3 mstari wa 21. Waraka wa kwanza wa Petro sura ni ile ya 3 mstari ule wa 21. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 3 kifungu cha 21. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Ndiyo. Unaokuwa. Mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaowaokoa ninyi pia siku hizi. Sio kuwekea mbali uchafu wa mwili. Sio kuwekea mbali uchafu wa mwili, bali jibu la dhahiri safi mbele za Mungu. Rudia tena hapo. Bali jibu la dhamiri safi mbele za Mungu kwa kufufuka kwake Yesu Kristo. Ndiyo. Naye yuko katika mkono wa kuume wa Mungu. Amen. Inatosha. Nasema mstari wa 21. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, Biblia inatueleza kwa habari ya ubatizo. Ubatizo ni kuzamishwa, ubatizo ni kutakaswa. Anasema sio kuwekea mbali uchafu wa mwili. Haleluya. Kwa mtu ambaye sikuanza naye jana, asipokaa vizuri anaweza kaenda na sema sirudi tena, sababu hajaelewa kilichoendelea. Haleluya. Haleluya. Anasema mfano wa mambo hayo ni ubatizo. Lakini anazungumza sio kuwekea mbali uchafu wa mwili. Kumbe kuna uchafu wa nini? Nikikupeleka Ziwa Victoria na kuondolea uchafu wa nini?
nikupeleka kwenye nini? Kwenye bwawa. Nini? Uchafu wa Mungu. Haleluya. Kumbe anataka nini? Dhamiri safi mbele za nani? Za Mungu. Dhamiri safi, nia yako mbele za Mungu iwe safi. Nia ndo utu wenyewe. Haleluya. Kwa watu wametakaswa, wamezamishwa, lakini hawajawahi kutakaswa, kwa sababu walizamishwa kinyume na kila alichokuwa nakitarajia Mungu. Twende taratibu, utaelewa. Angalia Yohana 17:17, Biblia inatuambia nini? Yohana 17:17 anatueleza nini? Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kinachotakasa umekisikia ni kitu gani? Umesikia ni nini? Kweli. Ni neno la Mungu ambalo ni kweli. Kwa hiyo kinachotakasa sio maji, kinachotakasa ni neno la Mungu ambao ni kweli ya Mungu. Kwa mtu huyo anayezamishwa, azamishwe katika neno la Mungu, kumjua Mungu, kulijua neno. Huyo ndiye anayetakaswa, dhamiri yake ya ndani, utu wake wa ndani. Neno la Mungu linagusa utu wa ndani. Toka tulipozamishwa kwenye maji, hatujawahi kubadilika. Kama wewe ni Mungu, ni Mungu yule yule. Kama wewe ulikuwa mwizi, ni yule yule. Kama wewe ni mlarushwa, tunaona walarushwa wengi wamebatizwa, wamezamishwa, lakini bado ni wale wale. Haleluya. Angalia sasa, ngoja nikuoneshe kitu kimoja ambacho wakati Petro anaendelea kushuhudia, baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kunena kwa lugha, wakajaa nguvu ya Mungu. Walipoanza kunena kwa lugha na kutabiri, wakaambiwa wameelewa watu hawa. Petro akajitokeza nje kwa amejaa ujasiri, akawaambia, tazama ni saa 3 ya mchana, hatujaelewa, bali ni lile neno la Yoeli alilolinena ya kwamba itakuwa siku za mwisho Bwana atamwaga Roho wake. Leo amemwaga kwetu. Leo hii tumejazwa nguvu. Walipokuwa wanasikia maneno hayo wakachomwa. Akawaambia, ni yule mliyemchoma, yule mliyemtundika msalabani, ambaye tunahubiri habari zake, yeye amefufuka. Huyo ndiye aliyetuambia tutapokea ahadi ya Baba. Wakachomwa mioyo, wakamuuliza, sasa tutendeje? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe. Tubuni mkabatizwe. Tubuni maana yake ni kufanya nini? Sio kuja kusema natubu dhambi zangu, mimi ni kwa mwizi natubu. Sio hivyo. Kutubu maana yake ni kugeuka. Nilikuwa natembea katika njia za uharibifu, nageuza fikira zangu, dhamiri yangu inageuka, nia yangu inageuka, mawazo yangu yanageuka, yanamwelekea Mungu. Huko kunaitwa kutubu. Sio kutubu kwamba unakuja kupiga magoti. Wangapi wamepiga magoti lakini akinyanyuka hapa kaenda kuiba, katoka hapa kaenda kudokoa, katoka kupiga magoti hapa katubu dhambi ya uzinzi, lakini jioni kazini. Maana yake sio kutubu. Maana yake ni geuka. Tubu, geuka. Acha njia yako hiyo mbovu uliyokuwa unaiendea. Geuka, rudi hivi. Ndio maana ya kutubu. Mkabatizwe, maana yake mkazamishwe, mkamwelewe huyu tunahitaji habari zake. Haleluya. Angalia sasa, kawaambia wabatizwe kwa nini? Uone. Baada ya Yesu Kristo kupaa mbinguni, haleluya, hawakurudi tena kuambiwa kwamba wakabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Waliambiwa wakabatize kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Matendo ya Mitume sura ya 2:38. Alafu utaona
utaona ubatizo ukibatizwa nini kinaondolewa kwako. Soma Matendo ya Mitume 2:38. Petro akawaambia, tubuni, mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mtaipokea hiyo zawadi ya Mungu ambao ni Roho Takatifu juu yenu, mkabatizwe kwa jina lake Yesu Kristo. Umesikia? Kwa wale wabatizwa baada ya Yesu, wale wabatizwa siku ya Pentekoste, walibatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Yaani baada ya Pentekoste wale wafuata walikuwa wanabatizwa kwa jina la Yesu. Lakini sio kusema kwamba na kubatiza kwa jina la Yesu kwenye maji tupwi. Sio hivyo. Jina la Yesu tulione ni lipi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Eti wewe ulikuwa unajua kama Yesu ana jina lingine tofauti na jina la Yesu? Ulikuwa unajua? Haleluya. Sasa leo tutaliona jina la Yesu ambalo ndio tunapaswa kuzamishwa. Yesu Kristo anasema, unipe lile jina ulilonipa wakati niko pamoja nawe. Umesikia? Unipe lile jina. Haleluya. Ndio maana unaona wale 144,000 wakiwa na Yesu Kristo kwenye mlima wake mtakatifu Sayuni, wakiwa na jina la baba yake na jina lake mwenyewe lile jipya. Ufunuo 3:12 akasema, nami nitaandika jina langu mwenyewe lile jipya. Haleluya. Lakini Ufunuo 14:1 anasema wakawa waliosimama pamoja naye walikuwa na jina lake na jina la baba yake juu ya paji za nyuso zao. Sasa tuangalie, anawaambia hivi ya kwamba tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu. Tubuni mkabatizwe kwa jina la Yesu. Jina la Yesu ni lipi? Jina la Yesu ni lipi? Haleluya. Ufunuo 19:13 tusome. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa unakuja mahali hapa sio kwenye dini. Mahali hapa ni darasani. Tunajifunza, ni wanafunzi wa Yesu, unakuja na daftari na kalamu. Haleluya. Amen. Soma. Ufunuo 19:13. Naye amevikwa vazi lililoweshwa katika damu. Ndio. Na jina lake anaitwa Neno la Mungu. Umesikia jina la Yesu Kristo? Jina la Yesu anaitwa Neno la Mungu. Sawa na Yohana 1:1. Anaitwaje? Anasemaje? Anasema hapo mwanzo kulikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu. Umesikia? Anaitwa Neno la Mungu. Halafu neno la Mungu alikuwa ni Mungu. Kwa Yesu Kristo ndiye aliyekuwa Mungu. Kwa hiyo wabatize kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Anazungumza kitu kimoja. Anazungumza abatizwe kwa jina la Yesu Kristo. Tutakuja kumwona huyu Baba ni nani na huyu Mwana ni nani na huyu Roho Mtakatifu ni nani tutakapofika hilo eneo. Lakini nataka nikurudishe eneo lililotufikisha hapa mpaka tumezamishwa. Mara wengine alipobatizwa kwa maji ya kikombe, aliporudi kwa warokole wakamwambia lazima uzamishwe kwenye maji mengi, na wao pia wakamzamishwa kwenye maji mengi. Alipotoka tena kaingia upande wa pili tena, wakamwambia hapana, huo ubatizo nao pia hatuamini, tunakuzamisha tena. Sasa wewe unabatizwa mara ngapi? Yaani wewe unabatizwa mara ngapi? Ngoja kidogo twende taratibu, kwa sababu natakiwa uelewe vizuri. Angalia kilichotufikisha mpaka hapa, tunafanya kinyume na Yesu alichokifanya. Kwa sababu kiangalia, wote ni wanafunzi wa Yesu, tunapaswa kujifunza kwa Yesu. Kinachokifanya Yesu ndicho tukifanye. Ni wapi Yesu alikobatiza kwa maji? Mkinionyesha mimi naanza kuwa nabatiza kwa maji. Ni wapi kwenye Biblia? Anzia Mwanzo mpaka Ufunuo, ukipapata alikobatiza kwa maji. Yesu si ndio kielelezo chetu? Si tunapaswa kufanya aliyoyafanya Yesu? Sasa naomba mnionyeshe alikobatiza Yesu kwa maji. Utapaona. Wanataka kusemaje? Ongea. Sasa kwa nini yeye alibatizwa na Yohana? Okay, sawa. Vizuri sana.
Wakati Yesu anazaliwa, amezaliwa na ikuta nini? Alichokuta ni kitu gani? Alikuta nini? Alikuta sheria. Amen. Alikuta nini? Soma Waebrania sura ya 7 mstari wa 8 na wa 9. Uone nini kinachoendelea. Soma uone. Wakati yeye anakuja, alikuta sheria, alikuta Torati. Ndio maana unaona Mafarisayo kamkataa. Walikuwa wanajua kabisa huyu ni Yesu aliyekuja, lakini hatuwezi kumpa nafasi kujulikana kama ni yeye. Akijulikana tu sisi tumekwisha, hatuna chetu. Ndio maana walikuwa wanawatishia, wanawaambia hivi, mnafikiria anaponya? Huyu anatumia nguvu za pepo. Soma Waebrania 7 mstari wa 8 na wa 9. Na hapa wanadamu wapatikanao na kufa utoa sehemu ya 10. Ndio. Bali huko yeye ashuhudiwaye kwamba yuko hai. Tena yaweza kusemwa ya kuwa ndio kwa njia ya Abrahamu hata Lawi apokeaye sehemu ya 10 alitoa sehemu ya 10. Ngoja kidogo. Sura ya 8 mstari wa 7 mpaka ule wa 9. Maana kama lile la kwanza ligalikuwa halina upungufu. Rudia tena hapo. Maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu. Ngoja kidogo. Lile la kwanza lipi? Agano. Maana lilikuwa ni agano la mwilini. Yesu alikuwa anakuja kulitimiliza, kulibadilisha liwe agano la roho. Alipokuja alikuta wanatembea na agano la mwilini. Yohana akasema, ni kweli mimi nabatiza kwa maji kwa ajili ya ondoleo la dhambi, kwa ajili ya toba. Maana waje kumgeukia ninyi, mgeuke mrudi. Mioyo ya watoto iwaelekee baba, na mioyo ya baba iwaelekee watoto. Akaja nalia, itengenezeni njia, yenyosheni mapito yake. Naye akazaliwa na ikuta hiyo sheria inaendelea. Angalia, kama anasema hivi, maana kama anasema hivi, maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu. Maana yake la kwanza, agano la kwanza lilikuwa na nini? Na upungufu. Anasema hivi, nafasi singalikuwapo, nafasi isingetafutwa kwa lile la pili. Lile la pili, agano jipya. Maana yake la kwanza linaonekana tayari lina upungufu, likatafutwa lile la pili kutimiliza ule upungufu wa lile la kwanza. Sasa watu bado wanaendelea na lile lenye upungufu. Wagalatia 4:8 na mstari wa 8 na wa 9. Soma hapo uone. Na swali hapo tena. Mfano sasa sisi tuliotoka kwenye Uislamu tukija huu upande mwingine. Yohana 17:17 nimeshakuelewa unakokwenda. Soma usikie anasema nini. Msikilize Yesu hapa anasemaje? Uwatakase kwa ile kweli ya neno lako ndio. Full stop. Sio kuzamishwa kwenye maji. Kwenye maji utabakia pale. Wewe kama utakuwa unaitwa sharifa, utaendelea kuitwa sharifa kwenye maji. Lakini utu wako wa ndani ukiguswa tu tayari. Ndio maana unaona kuna walioitwa majina, anaitwa ni Esther, lakini ana jina lake la bibi yake ambaye ni mchawi. Ile roho bado anaimiliki wakati alizamishwa kwenye maji. Mpaka kutane tena, akutane na Mungu, amwambia hapana, hilo jina au muunganiko wa hilo jina tupa pembeni, utaitwa fulani. Utashangaa. Haleluya. Ngoja nikwambie, haimati wewe hata kama tungekuzamisha mara 10 kwenye maji, kama hujakutana na kweli ya Mungu ambayo ni Yesu mwenyewe ndani yako, akachekecha, akabadilisha utu wako wa ndani. Nataka nikwambie huwezi kubadilika. Kama ni
wachawi watacheza kwako, kama ni umbea utafanya, kama ni rushwa utakula. Huna hofu ndani yako. Anayeleta hofu ni Roho wa Mungu ambaye ni kweli ya Mungu ndani yako. Ndiye anayedhihirisha ule utu wako wa ndani. Ngoja tuone taratibu, utakuja kuona. Haleluya. Anasema kama lile la kwanza lisingelikuwa na upungufu, basi lisingetafutwa kwa lile la pili. Walitafuta kwa lile la pili ili kulikamilisha lile la kwanza. Na Mungu anaachilia mafundisho ya rohoni ili kumkamilisha yule wa kwanza aliyekuwa katika hali ya asili ya ubinadamu. Endelea mstari ule wa 8 anasemaje mpaka wa 9. Maana ndio anapowalaumu asema angali siku zinakuja, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Sikiliza, ukimsoma Paulo anasema ni yeye tutoshelezaye kuwa wahudumu wa agano jipya, wala sio wa andiko, bali ni wa Roho. Maana andiko linaua, lakini Roho anahuisha. Angalia, ni maandiko mangapi umejifunza, lakini bado uko pale pale. Maisha ya kiroho yako pale pale. Hujawahi kumwelewa Mungu hata siku moja. Wewe umekuwa ni mtu wa dini. Tunakuja kwenye mapokeo, utaona mapokeo yamefanya nini. Tumekufa. Watu tumetembea tukiwa na majina yaliyo hai, kumbe tumekufa. Tunaitwa Wakristo lakini hatumjui hata Yesu mwenyewe. Hatumjui. Haleluya. Hatumjui. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu wamebatizwa lakini ukiangalia maisha yao kiroho. Wako watu wamezamishwa mara nyingi lakini bado wako pale. Ngoma iko pale. Mapepo, mizimu, majini, madhabahu za vizazi, miungu. Biblia inasema ndani yao mbweha wanacheza na majini anapiga sereka huko ndani. Unakumbuka kile kitabu? Majini anacheza ndani. Yani wewe mtu ambaye ni sura ya Mungu, majini kwa sababu likalinishwa maandiko, majini anacheza ndani yako na hayaogopi maandiko. Mbweha nao wanapiga tarumbeta huko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ngoja uone Mungu anasema nini. Anasema halitakuwa kama agano lile nililoagana na baba zao, kama siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri. Na kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana. Umesikia? Kwa sababu hawakudumu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu anakutembelea. Yesu anakutembelea. Yesu anakutembelea. Sema amen. Yaani wewe Yesu anakutembelea. Haleluya. Sikiliza, mapokeo yametufanya tumekuwa kama mazezeta. Hatumwelewi Mungu wa mbinguni hata kidogo. Tunatoa sadaka lakini tunatoa kwa Mungu asiyejulikana. Kwa sababu ya mapokeo. Ngoja tuende taratibu uone mapokeo yalichotufanyia. Soma Marko 7 mstari wa 8. Tunaingia kwenye mapokeo uone mapokeo yalitufanyia kitu gani cha ajabu sana. Mpaka watu leo hii tungekuwa tuko mbali. Leo hii tusingekuwa tunahangaika. Tusingekuwa tunahangaika kwa sababu Mungu angekuwa amejaa ndani ya mioyo yetu. Ndio. Ninyi mliacha amri ya Mungu. Naomba tumia mic ipo. Tumia mic. Tasoma. Ninyi mliacha amri ya Mungu. Ninyi mliacha amri ya Mungu. Na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Angalia, waliacha amri ya Mungu wakabeba mapokeo ya wanadamu. Sasa wazi, jiulize. Ukitaka kujua kwamba mapokeo yanatufanya sisi, maana mapokeo ya dini yanatufanya kutuweka kwenye ukuta. Na Biblia inasema wale waliotoka nje ya kambi
ndio waliosikia Yesu akisema imekwisha. Waliobaki mle ndani Yerusalemu hawakuwahi kusikia sauti. Sasa watu dini imewekea mipaka, wamebaki na mapokeo. Ngoja tuone taratibu kaone mapokeo yalifanya nini. Kumbukumbu 4 mstari wa 2. Kumbukumbu sura ya 4 mstari wa 2. Soma. Msiongeze neno. Naomba kae vizuri na usome vizuri. Msiliongeze neno ninalowaamuru. Msiliongeze neno ninalowaamuru. Wala msilipunguze. Umesikia? Mpate kuzishika amri za Bwana. Mpate kuzishika amri za Bwana. Amri za Bwana ni maagizo ya Mungu. Haleluya. Msilipunguze wala msiliongeze. Mpate kuzishika amri za Bwana Mungu wenu. Msipunguze amri nazowaamuru leo. Tumeamuliwa nini? Yohana mwenyewe alisema, jamani, ni kweli mimi haya ninayoyafanya ninayafanya mimi, lakini yupo anayekuja nyuma yangu. Hilo neno hata hawalielewi. Hata hilo hawajalisikia. Jamani, mimi, kwani alianzisha ubatizo ni nani? Mimi nawabatiza kwa maji. Ni kweli nabatiza kwa maji, lakini nyuma yangu yupo anayekuja na nguvu kuliko mimi. Yeye hata wabatiza kwa maji, yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yohana alifafanua jamani. Sijui kwa nini kanisa hawalielewi hili. Alifafanua vizuri sana. Akamwambia, mimi jamani nafanya hivi ni kwa ajili ya toba. Maana yake ni kwa ajili ya ninyi mgeuke, mtengeneze njia yake, myanyoshe mapito yake, ili anapokwenda kupita, anapokwenda kuachilia ubatizo wa Roho, basi upate nafasi ndani yenu. Haleluya. Haleluya. Unajua haya ni mambo ya roho. Halafu ngoja nikwambie, Mungu wetu ni nini? Ni roho. Kama Mungu ni roho, unaanzaje kuweka vitu vya mwilini ukavileta kuvitumia kwa mtu asiyeonekana? Yaani yeye asiyeonekana, unaanzaje kumfanyia vitu vya mwilini vinavyoonekana kwa macho? Ndio maana mimi bado nawaambia jamani, bado tunafanya makosa, ni mapokeo. Ngoja tuyaone mapokeo yalichotufanyia. Twende Kumbukumbu 12:32. Biblia inataja dini ni kama kaburi. Dini ni kaburi. Tunajitwika jeneza afu tunasema tunaenda mbinguni, kumbe tunajeneza kichwani. Soma. Neno lolote ninaloagiza lizingatieni. Usilizidishe wala usilipunguze. Umesikia? Neno lolote ninaloamuru, msilizidishe wala msilipunguze. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Soma mstari wa 13. Bwana anasemaje? Marko 7:13. Soma. Marko sura ya 7 mstari wa 13. Huku ndio mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokezana. Tulia kidogo. Haya, litafakari kidogo kwanza. Sikia sasa hapo. Rudia tena. Huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokezana. Kumbe walitangua neno la Mungu. Maana yake kutangua ni kupunguza. Walilipunguza neno la Mungu kwa sababu ya mapokeo waliopokezana, ili kuweza kujipatia kipato. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawa na hayo. Yesu akasema, ni kweli mimi nawaambia, sitakunywa tena mzao wa mzabibu mpaka nitakapokunywa ule mpya. Kwa nini amesema mzao wa mzabibu lakini nitakunywa ule mpya?
mpya ambao haujaonekana katika ufalme wa Baba yangu pamoja nanyi. Amen. Sasa wanafikiri mpaka twende mbinguni, wamesahau kama hapa duniani kwanza tuko mbinguni. Ina hapa duniani tunayo mbingu. Hii ndio mbingu ya kwanza. Haleluya. Hii ndio mbingu ya nini? Ya kwanza. Mungu anakaa na watu wake hapa duniani. Anakaa na watu wake. Haleluya. Ukimpa nafasi yeye anakaa ndani yako. Ukiondoa mapokeo, ukaondoa misingi ya dini na udhehebu, anakaa ndani yako. Amen. Mbingu ya Mungu ni moyo wa mwanadamu uliotakasika. Anasema maskani yangu ni pamoja na wanadamu. Haleluya. Sasa angalia, Yesu alikataa hivyo, akasema mimi namaliza. Na yafunga huu ukurasa na ufunga, na kwenda kufungua ukurasa mwingine wa roho. Alikuwa analitafuta agano la rohoni. Kipindi kile alikuwa anatembea na sanduku la agano la mbao, wanatembea nalo limefunikwa kwa dhahabu. Wanatembea nalo. Wakifika mahali wanalijengea nyumba, wanaweka. Leo hii unatembea nalo ndani ya moyo wako agano la Mungu. Wewe ndio unajua unaagana na nini na Mungu wako. Ulichoagana na Mungu wako wewe ndio unajua. Sasa angalia mapokeo alichotufanyia. Mathayo 15 mstari wa 3. Mathayo 15 mstari wa 3. Mnafanya na mambo mengine yaliyo sawasawa na hayo mambo mengine mnayafanya nayo pia. Akajibu akawaambia, mbona ninyi nanyi uvunja amri ya Mungu? Mbona ninyi nanyi uvunja amri ya Mungu kwa ajili ya mapokeo yenu? Kwa ajili ya mapokeo yenu. Umesikia? Mnavunja amri ya Mungu kwa sababu ya mapokeo yenu. Mapokeo ndio yametufikisha hapo, tunaanza kuzamishana kwenye maji. Baada ya Yesu kuwa amelibatiza kanisa lake, alichokifanya, angalia, Paulo mwenyewe anasema mimi sikuitwa kwa ajili ya kubatiza. Paulo anakataa, akasema kwa bahati mbaya nilibatiza familia hizi, lakini sikwenda. Je, tuulizane maswali. Wale Paulo waliokuwa wanahubiria injili ambao hawakubatizwa kwenye maji walikwenda wapi? Je, walikwenda jehanamu? Ngoja tutaona Yesu anasemaje napo pia. Soma. Angalia Wakolosai sura ya 2 mstari wa 8. Wakolosai sura ya 2. Uone sasa Mungu anatutaka tufanye nini, halafu wewe unaendelea kung'ang'ana na mifumo ya kaburi. Inaita ni mifumo ya kaburi kwa sababu gani? Biblia inasema hivi, angalia siku zinakuja na sasa ipo, saa inakuja na sasa ipo, ambapo wafu walioko makaburini wataisikia. Sio wale walioko kwenye mararo kule makaburini. Kwenye dini. Kolosai 2:8 soma. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Sikiliza. Angalia mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure. Na madanganyo matupu. Kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu. Kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu. Wala si kwa jinsi ya Kristo. Umesikia? Unachotaka kukimbia? Mapokeo ya wanadamu. Mafundisho ya awali ya ulimwengu. Mafundisho ya awali ya ulimwengu maana yake mapokeo ya wazee. Tunaenda kufundishana kwenye vyuo. Tunafundishana historia. Ibrahimu alikuwa hivi, alikuwa anatoka mlima huu akaenda hivi. Hapo kiuliza historia ya Ibrahimu watakuletea, mtasema yaani huyu mchungaji jamani analijua neno. Ni maandiko, historia anajua hiyo. Mpeleka kwenye neno, hajui hata sifuri. Biblia inawaita kina nani? Sio mimi naye waita, ni Biblia. Kwa sababu ni madanganyo matupu. Haleluya. Amen. Haleluya. Madanganyo matupu elimu. Umesikia? Sio mimi ninayewaita. Waliojaa historia Biblia inawaita majina mengine magumu ambayo ni magumu kweli kuyataja. Haleluya. Inawaita na watumishi. Lakini kwa sababu wameng'ang'ana na misingi ya dini, Mungu haoni haya kuwaita hivyo.
Angalieni mtu asiwadanganye, asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure, kwa madanganyo matupu. Haleluya. Akasema kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu na kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Maana yake Kristo yeye anafundisha vitu vya rohoni. Ndio maana Paulo angalia, alikuwa amefundishwa na mwalimu wa chuo cha Biblia, chuo cha theology, chuo cha sheria, aliyekuwa amesoma udaktari, alikuwa anaitwa Gamalieli. Lakini alipokutana na Yesu akajikuta ndo anaanza kumjua Mungu. Wakati alikuwa sheria imejaa, humshindi kwa sheria. Lakini Torati, maana yake Torati imejaa, akaanza kusoma Torati na neno la Mungu, humtoi. Lakini alipokutana na Yesu akajikuta ana sifuri, haelewi chochote. Anakuja kuwekewa mikono na yule kona mtafuta kumuua, ambaye hajasoma, mvuvi. Anamwekea mikono na wewe, mambo ya Mungu yaache kama yalivyo, ni neema tunapewa. Tito 3 sura ya 3 mstari wa 9. Tito sura ya 3 mstari wa 9, soma. Soma hiyo Tito. Soma Tito sura hiyo ya 3. Ukitoka kwa Timotheo ni ukurasa wa 223. Tito 3 mstari wa 9. Lakini maswali ya upuuzi ujiepushe nayo, na nasaba, na magomvi, na mashindano ya sheria, kwa kuwa hayana faida, tena hayana maana. Umesikia? Jiepushe nayo. Mapokeo hayakuzuii kwenda kwenye mashindano. Tunaweka kijiwe, wewe kaa hapo na wewe tukae hapa, haya leta wewe. Mwisho mnaingia magomvi. Mnashindana mpaka mwisho wa siku mnaanza kurushana ngumi. Mathayo sura ya 15 mstari wa 7 hadi wa 9. Tuko kwenye mapokeo ambayo yametufanya toka watu wamebatizwa kwenye maji mengi bado wako vile vile. Watu wamekula mwili wa Yesu wako vile vile. Mtu ameweka gari lake huko nje. Yaani gari lake lile la asili. Unajua gari lake la asili, kuna kaungo, kuna fisi, kaweka kule nje. Anakuja kupokea mwili wa Yesu na damu ya Yesu, anakuja kapokea neno la Mungu. Uone kama utagaragara hapo na gari lako umeliacha huko nje, tapinduka miguu juu kichwa chini. Soma. Enyi wanafiki, ni vyema. Mathayo 15 mstari wa 7 na wa 9. Soma. Enyi wanafiki, ni vyema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu akisema, wanafiki nyie. Mnafiki maana yake anazungumza jambo analolijua. Anajua kabisa kwamba Yesu hajafanya hivi vitu. Sisi ndo tunafanya ili kumpoteza, tusifuate yale ya Yesu. Lakini Biblia inasema enyi wanafiki. Huyo ni Yesu alikuwa anazungumza nao. Anazungumza na Wayahudi. Anawaambia enyi wanafiki. Isaya alitabiri akisema, watu hawa uniheshimu kwa midomo yao, ila mioyo yao iko mbali nami. Umesikia? Wananiheshimu kwa midomo. Hapo anasema jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mimi nampenda Mungu, nimeokoka. Jambazi, kibaka, mlarushwa, mchawi, mwizi, mzinzi, yani vyote amejaza huku ndani, vimejaa. Lakini hapa akikuambia Yesu ni mzuri, angalia Bwana Yesu hapo ndani, mbwa mwitu, subiri muda wa kukurarua ufiki. Wewe angalia nisemayo, usiniangalie mimi. Umesikia hiyo? Angalia nisemayo, lakini usifanye nini? Usiniangalie mimi. Sasa kama hatuwezi kujifunza kwako, hata anasema tunayachukua ya nini? Twende taratibu, utaona kuna mambo magumu huko mbeleni yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kusoma. Nao waniabudu bure. Kwa hiyo hawa
mioyo yao iko mbali. Mungu anachokitafuta ni moyo wako, wala sio maneno yako matupu. Anautafuta moyo wako. Kwa hiyo maji yanapokwenda hayaingii. Halafu sikiliza, watu wanasema mbona tuna nani? Mbona tuna ukiwa na imani, enuka kabisa, enuka ukaweka imani kabisa, unapokea nguvu fulani. Wewe, imani ni kitu cha kufikirika kama unavyofikiria. Hatufikiri kwamba ngoja tufumbe macho tupokee imani. Imani haiji hivyo. Unaenda unaniambia kibeba sana kwenye majini unadena. Wewe. Imani. Watu wanamwabudu Mungu bure. Watu wanapoteza muda wao bure kwa sababu wanamheshimu Mungu kwa midomo yao. Mioyo yao iko mbali naye. Ibada wanayofanya ni ibada ya bure. Hiyo ndiyo dini. Hiyo ndiyo mapokeo. Uione madhara ya dini na mapokeo jinsi yalivyo. Soma Mathayo, soma Wakolosai sura ya 2 mstari wa 21 mpaka 23. Wakolosai. Ukitoka kwa Wafilipi na ingia kwa Wakolosai. Msishike, msionje, msiguse. Mambo hayo yote huharibika wakati wa kutumiwa. Hali kufanya nini? Hali mkifuata ndio maagizo na mafundisho ya wanadamu. Sasa wewe ulishawahi kuona, yani wewe mchungaji ambaye unapaswa kulilisha kanisa la Mungu, wewe unafikiri matatizo ya watu ulionao wewe ndio watu walioko London matatizo yao hayo walionayo? Je, watu kama wa London wanaanikwa na majini na watu wako wanaanikwa na majini mpaka waletea andiko la London lije hapa? Akili kukichwa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hali mkifuata maagizo ya nini? Ya wanadamu. Na nini tena? Na mafundisho, mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Umesikia? Kwa hiyo ni maagizo na mafundisho ya wanadamu, si mafundisho ya Roho. Nitakupeleka mahali ambapo Roho wa Mungu anatutaka tufundishe leo toka kwa Mungu. Endelea mpaka 23. Mambo haya yanaonekana kana kwamba yana hekima. Hekima, halafu sasa vyombo vizuri, mambo mazuri, ukienda ni unyenyekevu, halafu eti ujiandae kupokea sasa, ukwenda kushiriki meza ya Bwana. Yaani wewe unajiandaa, yaani wewe wiki nzima kapu yange kwenye uzinzi, uchawi, uongo, ulevi, ufisadi, rushwa, vyote. Lakini ikifika Jumamosi, jitahidi uwe mnyenyekevu kwa ajili ya kwenda kupokea kamwili kanani? Kristo. Mambo haya yanaonekana kama yana hekima ndani yake. Sikia, umesikia? Yanaonekana kana kwamba yana nini? Ndani yake yana hekima. Endelea kusoma uone. Katika namna ya ibada mliojitungia. Kumbe ibada wamejitungia wenyewe, sio ibada ya Roho. Tutaanza hivi, tutakwenda hivi, halafu tutamaliza hivi. Yeye mnamwekea mipaka Roho Mtakatifu. Sasa hiyo ibada ni ya nini? Ni ya nani? Ibada ni ya Mungu, ni ya kweli. Maana mmeshaweka mipaka. Tutaanza hivi, tutakwenda hivi, tutamaliza hivi. Hiyo ibada ni ya nani? Je, huo mlima ni wa Mungu au ni wa mwanadamu? Ni wa mtu, kwa sababu kajiwekea mipaka yake kwamba kanuni, ratiba zetu za ibada, tunaanza hivi, tunakwenda hivi, tunakwenda hivi. Ni ratiba za ibada zetu, sio ibada ya Mungu. Soma Galatia sura ya 6 mstari wa 8. Kuna kipengele tumekiacha, wewe utakimalizia tu kwa muda wako. Anasema mkinyenyekeana, kwa kunyenyekea, mkiutawala mwili kwa ukali. Kuna sheria pale. Soma Galatia 6:8. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna nini? Uzima wa milele. Sikiliza, anayepanda kwa Roho anavuna uzima wa milele. Amen. Haleluya. Kwa hiyo hiki kitu ambacho Mungu alinipa sio kwamba nilikurupuka.
nina uhakika na huyu Mungu ninayemhubiri. Nina uhakika naye, nimekutana naye, sijafundishwa, nimekutana naye mimi. Aliyenifundisha huyu ndiye naleta habari zake. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 2 mstari wa 12 mpaka 14. Wakorintho wa kwanza, karibu na Matendo ya Mitume kwa Warumi huko. 12, Korintho wa kwanza 2:12 mpaka 14. Lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia. Kumbe kuna roho ya dunia. Bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu. Nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho. Tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Umesikia? Kwa injili ya ufalme inanenwa kwa mambo ya rohoni na kufasiriwa katika roho. Anayenena habari za rohoni ni Roho wa Mungu ndani ya mtu. Haleluya! Sio injili ya hekima ya wanadamu. Wanadamu wametuletea mapokeo, wakaleta vipengele vyao vinavyohusu mambo yao wenyewe, namna ya ibada waliojitungia wenyewe. Endelea. Basi mwanadamu wa tabia ya asili, mwanadamu mwenye tabia ya asili hayapokei mambo ya roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuzi. Umesikia? Kwa hiyo haya tunayozungumza, anasema huyo anadanganya, huyo anapotosha, wala hawezi kuyafahamu, kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Umesikia? Mambo ya rohoni yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Ndio maana nilitangulia kuonya, kaa katika roho, msi Roho Mtakatifu akufunulie neno hili linalofundishwa ili uelewe. Vingine unaweza kutoka na sifuri. Na kwa sababu dunia ilishapinduka, iko kushoto, utasema yani imani za siku hizi, jamani, imani za siku hizi. Haleluya. Mungu ni roho. Amen. Nao maabudu yeye imeupasa kumwabudu katika roho na kweli. Usifanye vitu vya mwilini kama unamwabudu Mungu wa mbinguni. Kama unamwabudu Mungu wa dunia hii, wewe fanya ya mwilini, lakini kama ni roho, kama ni Mungu wa mbinguni, yeye anaabudiwa katika roho. Haabudiwi mwilini. Angalia Wagalatia 1 mstari wa 10 mpaka tuende nao mpaka mstari ule wa 15. Maana sasa je, ni wanadamu ninaowashawishi au Mungu? Ndio. Au nataka kuwapendeza wanadamu? Kama ningekuwa hata sasa na wapendeza wanadamu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Endelea mpaka 15. Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyohubiria na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Umesikia? Huyu alikuwa ni Sauli aliyekuwa anaua mitume wa Yesu. Akiwasikia wameenda Kangae, wafate piga panga. Wakienda Nyashishi, wafate piga panga. Wakienda sijui Mkorani, wafate kamata weka ndani, wengine na wabaka. Lakini angalia anayoyazungumza leo. Anasema kama ningeendelea kuwa mtumwa wa watu, usingekuwa mtumwa wa Kristo. Kama ningeendelea kuwa kutaka kuwapendeza wanadamu, nisingekuwa mtumwa wa Kristo. Maana yake wakati anaua, anapiga, alikuwa anawapendeza wanadamu. Wanamwandikia waraka, nenda kaua, anakwenda naua. Baada ya kukutana na Mungu akasema, siendi tena.
nimeshagundua kumbe ninyi hamna kitu, sirudi tena kwenu. Haleluya. Aliporudi kwa Kayafa aliyekuwa amemwagiza, alisahau kwamba yeye ndiye alikuwa anamwandikia barua kwenda kuua. Yaani mchungaji anamwandikia barua, nenda kaue sehemu fulani wale watu wanaojiita watu wa Yesu. Kumbe hakujua kama anawaua ndio wako sahihi. Haleluya. Paulo anasema nawajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Kwa injili Paulo aliyohubiri mara baada ya kukutana na Yesu haikuendelea tena kuwa injili ya kibinadamu. Kuna injili za kibinadamu hazina matokeo yoyote, mapokeo yasiyokuwa na matokeo. Haleluya. Umeshiriki mwili wa Yesu lakini mapepo yanakuniga. Umeshiriki mwili wa Yesu, kansa inakushughulikia. Umekunywa divai zabibu ya Dodoma pale wamekamua, wewe unaifananisha damu ya Yesu mwana wa Mungu aliye hai, bado mapepo yanakunyonga. Sasa kuna faida gani? Kuna faida gani? Paulo anasema jamani, injili ninayowahubiri nawajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Mstari wa 12 anasemaje? Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu. Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu. Mwanzo nilipokea kwa Gamalieli. Leo sijapokea kwa mwanadamu. Nimekutana na Yesu Kristo, ndiye aliyenitokea, akanifundisha, akanikabidhi injili hiyo. Wala sikufundishwa na mwanadamu. Wala sikufundishwa na mwanadamu kama Gamalieli alivyonifundisha, bali kwa ufunuo wa Yesu. Bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Nataka nikwambie kwamba neno hili nalokufundisha la ubatizo sijafundishwa na mwanadamu. Haleluya. Sijafundishwa na mwanadamu. Roho alinifundisha. Tena siku hiyo kaniambia hivi, hujawahi kuingia kwenye maombi, nitakuingiza mwenyewe siku 3 masaa 72. Hakuna kula wala kunywa. Nikawaza mimi mwenyewe masaa 12 ilikuwa ni changamoto. Sasa 72 nitaweza. Lakini kwa uwezo wa Roho akanichukua, akasema nataka nikufundishe. Haleluya. Amen. Kwa ufunuo wa Roho, kwa ufunuo wa Yesu Kristo, nikafundishwa siri hii. Soma. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu wa zamani katika dini ya Kiyahudi. Umesikia? Kwenye dini, mapokeo, nilikuwa natembea na mapokeo, natandika bakora wanaotaja jina la Yesu, napiga wanaojifanya wao wanaomba, ni kuwatandika bakora. Mmesikia mwenendo wangu kwamba nilitesa kanisa la Mungu. Nilitesa kanisa la Mungu kupita kiasi. Ndivyo leo na wachungaji wanavyolitesa kanisa la Mungu kwa kuwafundisha mafundisho ya uongo. Mapokeo nikaliharibu kanisa la Mungu. Biblia inasema wachungaji wameharibu kondoo wa malisho yangu, wamewatawanya milimani kwa sababu ya kuambia uongo, kutokuambia kweli. Wanaogopa watawakimbia. Mimi nitakwambia kweli, uondoke usiondoke, kazi kwako. Mimi sijakufia msalabani. Aliyekufia msalabani yupo. Haleluya. Na aliyeandaa mbingu kwa ajili yako yupo. Mimi sina mbingu ya kukupeleka. Kazi nilionayo ni moja, ya kukwambia ukweli na kukufundisha ukweli. Ukubali ukatae, lakini kweli ya Mungu utaisikia. Utachagua mwenyewe, uende mbinguni au usiende, ubaki na dini yako au usibaki na dini yako. Mimi sijaja kumshawishi mtu. Haleluya. Huyo ni Paulo, alikataa kabisa. Mnajua tabia yangu jinsi ilivyokuwa. Kama ni dini, mimi nilikuwa na dini kuliko hata wewe. Maana wewe una dini moja, mimi nimeng'ang'ana, nilikuwa na dini karibia 5. Dini zote nimeshika. Haleluya. Kanisa bado lilikuwa la mwisho nitaka kuingia kwa la mitume. Lakini kwingine kote niliingia. Haleluya. Haleluya. Amen. Kwenye sheria nimekaa, mapokeo nimeyashika vizuri. Hawa kamkate na mimi nilikala, kadivai nilikunywa, lakini nilibaki vile. Naenda kwa Kalimanzira na kanisani nakwenda. Nafukiza uvumba kwa Kalimanzira nimetoka. Na hakuna anayeshtuka. Haleluya. Mapokeo ni gereza, ni kaburi, ni jeneza. Dini mbaya
Unajua hii ni imani ya babu yako, ni dini ya babu yako. Inanipeleka wapi? Nilikuwa na vifungo miezi 6, nikipata kazi na acha, wasiponifukuza najifukuzisha mwenyewe. Kifungo nilichokuwa nacho, na kamwili ka Yesu nakula, na kadivai na kunywa. Haya, angalia Isaya. Soma Isaya 29:13. Isaya 29 mstari wa 13, soma. Bwana akanena, ndio, kwa kuwa watu hawa hunikaribia na kuniheshimu kwa vinywa vyao, bali mioyo yao wamefarakana nami, na kicho chao walichonacho kwangu ni maagizo ya wanadamu waliofundishwa. Leo umefundishwa kumhofu Mungu, sio hofu ya Mungu ndani yako. Mungu akiwa ndani yako, roho wa Mungu akiwa ndani yako, utahofu bila kuambiwa na mtu yeyote. Lakini wewe unaogopa, unaangalia, unageuka huku na huku, angalia kama kuna mshirika na kuangalia au kuna mchungaji na kuona. Ndio na roho wa Mungu akiwa ndani yako anakuambia we, hiyo njia, hayo mawazo yako unayowaza sio ya kwangu, rudi. Kama una hofu ya Mungu utasema nisamehe Mungu, nisamehe. Lakini kichwa cha wanadamu ulichofundishwa, wewe upiga chabo huku, geuka na huku, naona hakuna naye kuona, umesharuka ukuta huyo. Ukirudi, Bwana Yesu asifiwe mchungaji, ubarikiwe sana mchungaji, nilikuwa nakuombea. Unaniombea wapi? Wakati naruka wewe ukuta ulikuwa unaniombea. Hofu haipo. Hofu alionayo ya Mungu ni mafundisho ya nini? Waliofundishwa na wanadamu, wamefundishwa kunyenyekea. Jamani, ukifika, haleluya, haleluya. Kuna mwingine akipita, hata kama anapita barabarani, yaani ni mradi ameliona ni kanisa, ni pande kicho, haona kicho. Haleluya, kicho. Anaogopa sija kumkosea Mungu. Lakini ni mafundisho ya nani? Sio ya Mungu. Mungu akikufundisha, ndugu yangu, roho yako kwanza inakuwa na amani. Akikufundisha unajisikia raha, unasikia kuburudika. Yaani wewe mwenyewe unajisikia hivi, wewe waza. Hivi mtu unayempenda kweli, unaweza kumkosea kweli? Ukikumbuka jinsi anavyokufurahia akikuona, kwani unaweza kumkosea? Yaani kama unataka kumkosea, unamuona amesimama mbele yako, unaweza kweli? Sasa kama ulidanganya kwamba jifanye kama unamheshimu, kama hayupo nafikiri utajifanya. Utasema kwa nini ananiona? Hanioni hapa nilipo. Hapa hanioni. Haleluya. Haleluya. Ndio maana unaona watu wanatoka kwenye ibada, anatundika miguu juu kwenye stuli ndefu, anapiga ya baridi na ya moto, anachanganya tuende mambo. Alafu mngekuta na kuambia haleluya, barikiwe, amani we nawe, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasemaje? Kicho walichonacho ni mafundisho, sio roho wa Mungu aliyefundisha. Haleluya. Mathayo sura 15 mstari wa 12 mpaka 14. Ndipo wanafunzi wake walipomwendea wakamwambia, wajua ya kuwa Mafarisayo walipolisikia neno lile walichukizwa. Yaani alipoambia kwamba kicho mlichonacho ni mafundisho ya wanadamu, wakachukia Mafarisayo. Unajua kwamba walichukia, akawaambiaje? Ngoja usikie sasa, hapo ndo utachoka vibaya mno. Akajibu akasema Yesu Kristo, kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni itang'olewa. Amen. Umepandiwa nini wewe ndani yako? Haleluya. Amen. Umepandiwa nini? Kuna vitu tunavitumia ambavyo havijatokana na Mungu wala sio imani ya Kristo.
lakini unatembea navyo na vifanya. Umepandiwa nini? Kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni, hilo litang'olewa. Soma. Waacheni sasa viongozi vipofu. Sijasema mimi, ni Biblia. Umesikia? Hao ni viongozi vipofu. Maana yake Mafarisayo, maana yake akina nani leo? Ni wakuu wa dini. Ni wakuu wa dini wanaopekea mipaka. Ndugu yangu, huwezi kuvuka. Haleluya. Amen. Huwezi. Anayetafuta, aliye na neema ya kumtafuta Mungu, leo hii anaamua kuingia kwenye YouTube, yuko nyumbani kwake amejifungia mlango, wasimjue kama anafuatilia warokore. Akiingia kuomba, anafunga milango na madirisha yote, anaweka wengine sasa hivi mambo yameendelea, anaweka TV chumbani kwake, anaendelea anapiga anafuata maombezi kwenye TV, anapiga akitoka mle anaendelea na mambo yake ya dini. Kama Nikodemo alikuwa anakwenda kwa Yesu usiku kujifunza. Akirudi mchana yuko kwa Mafarisayo, kwa sheria. Anaendelea nao, anaonekana yuko ni Myahudi kwa 100%. Lakini ikifika usiku ni mwanafunzi wa Yesu, anakwenda kujifunza usiku. Ndivyo na watu leo wanavyofanya. Wanaogopa kutengwa na misingi ya dini. Waache, hao ni viongozi vipofu. Wa nini? Wa vipofu. Na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, watatumbukia shimoni wote wawili. Umesikia? Anayekuongoza na kupeleka wapi? Shimoni. Mathayo sura ya 23 mstari wa 15, soma uone. Anakupeleka wapi? Shimoni huko anakupeleka ni wapi? Usikie anakupeleka wapi? Mimi sihusiki katika hilo. Soma. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnazunguka katika bahari ni ulimwengu wa kidini. Ndio ili kumfanya mtu mmoja kuwa mwongofu, na akisha kufanyika namfanya kuwa mwana wa Jehanamu mara 2 zaidi kuliko ninyi wenyewe. Yaani naye kufundisha anakutengeneza uwe mwana wa Jehanamu mara 2 kuliko yeye mwenyewe. Umesikia? Anakutengeneza badala ya kuwa mtu wa mbinguni, anakutengeneza kuwa wa Jehanamu. Maana yake ni nini? Wanapaka chokaa, kama unavyoona kaburi limepakwa rangi nzuri, limejengewa vigae, lakini ndani ina nini? Hujawahi kusikia watu wanakwenda kupiga picha kwenye kaburi? Analiona kabisa limejengwa vizuri, linapendeza, linavutia, anasema ngoja nipige picha. Lakini ndani yake lina nini? Lina mifupa. Ndo dini. Wanakuonesha yani, wewe mbinguni tunaingia kwa neema. Sijui na nini. Unajua Yesu anatupenda. Sisi nini na nini. Lakini ndani kuna mifupa mikavu. Unamwona mtu anashika Biblia anaenda kanisani, ndani ana mifupa mikavu. Hana mahusiano na Mungu hata kidogo. Hata kidogo, hata umbukani mbinguni haijulikani hata kidogo. Sasa angalia, wenzako wanakutengeneza kwenda wapi? Ni vipofu, halafu wanakupeleka wapi? Jehanamu. Sio mimi niliyesema, ni Biblia. Ni Mungu aliyesema. Yesu Kristo alikuwa anawaambia Mafarisayo, ndio maana walikuwa wanachukia mpaka wanakasirika, wanaamua kumfyeka. Akasema ngoja tunakulia timing, muda utafika tu. Tutakunyosha. Sasa hawakujua kama wanajinyosha wenyewe. Yaani aliyewaumba eti wanamnyosha. Yaani chungu kimwambie mfinyanzi kwamba utaona sasa ngoja. Sasa kupasua watu anatengeneza chungu kingine. Kwa na shida gani? Soma Matendo sura ya 19 mstari wa 1 mpaka wa 6. Sasa uangalie. Paulo naye akawafuata kanisa la Efeso akawauliza, ndugu zangu, ninyi mmeshampokea Roho Mtakatifu? Unasemaje? Roho Mtakatifu? Hatujui hata hicho unachokisema kikoje. Mlibatizwa kwani? Tulibatizwa. Kweli? Hasa kama mlibatizwa na akasahau yeye mwenyewe kama alifanywa hivyo. Na haki. Soma Matendo sura 19 mstari wa 1 mpaka wa 6. Angalia, Paulo anasema, anawacheka wa Efeso, ninyi mlipokea ubatizo wa namna gani sasa kama Roho Mtakatifu hamjui? Soma. Ikawa Apolo alipokuwa Korinto, ndio Paulo akiisha kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, ndio akakutana na
wanafunzi kadhaa huko, akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Umesikia? Je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Kuamini, Biblia inasemaje? Kuamini huja kwa neno la nani? Huja kwa kusikia. Na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Tumesikia neno la Kristo, tukaamini. Tulipoamini, tukapokea Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu nimekuambia ni neno. Neno ni Mungu na Mungu ni roho. Umesikia? Huo mnyambulisho. Neno ni Mungu. Mungu ni roho. Roho ni neno. Waliposikia neno, walipoisikia injili ya ufalme, wakaamini, wakabatizwa. Walipobatizwa, wakapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Angalia, Paulo anawauliza, wakamjibu, la. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Kwa kushangaa, Paulo, unazungumza kitu gani? Roho Mtakatifu ndo nini? Kama leo hii kama leo hii, haleluya, leo hii wamejitahidi Roho Mtakatifu. Utaona Jumapili ukibahatika utasikia wanakuambia siku ya Pentekoste, lakini Roho Mtakatifu akishuka, we hili ni pepo. Tuliza. Yaani Biblia inasemaje? Wananikiri huku wakikana nguvu zangu. Umesikia? Yaani wanakiri kweli. Wanasema Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu. Huyu ndiye Mungu wetu, lakini wanakana nguvu zake, wanazikana, hawakubali. Kanisa la Efeso linamwambia Paulo, hata kusikia kama kuna Roho Mtakatifu, hatujawahi kusikia kitu kama hicho sisi. Sasa Paulo akafanya nini? Akawauliza, ndio, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Umesikia? Anawauliza mlipokea ubatizo gani sasa ninyi kama Roho Mtakatifu hamna? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Kwa ubatizo wa nani? Wa Yohana. Kanisa, ubatizo wa nani? Wa Yohana. Wakasema tumebatizwa kwa ubatizo wa Yohana, ndio maana hatuna Roho Mtakatifu. Umesikia? Sio mimi jamani, ni Biblia. Kama ninasema uongo, Biblia nayo basi nasema uongo. Lakini kama sisemi uongo, kama Biblia haisemi uongo, basi na mimi sisemi uongo. Anasema kwa ubatizo wa nani? Wa Yohana. Halafu na Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Umesikia? Akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Tulia kidogo. Umesikia? Paulo akawaambia Yohana alibatiza ubatizo wa toba. Yesu akabatiza ubatizo wa msamaha na ondoleo la nini? La dhambi. Ndio maana yaani nyewe watu, mambo ya Mungu yaache kama yalivyo. Mambo ya Mungu ni siri za Mungu. Haleluya. Waza sasa, mara ngapi umezamishwa kwenye maji mpendwa? Mara ngapi umenywesha kikombe cha divai, umepiga kamkate, haleluya, lakini bado ngoma iko pale. Usiku ikifika, wachawi wanacheza karungu yeye kwako. Haleluya. Hakuna kuogopa. Hawaogopi mwili wa Yesu wala divai. Haleluya. Ubatizo wa Yohana ulikuwa ni ubatizo wa toba. Wamwamini yeye anaye kuja nyuma yake, yaani Yesu Kristo. Waliposikia wakafanya nini? Waliposikia hayo, wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Paulo anasema wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Petro naye anasema waaminini mbatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Umesikia? Kwa hiyo kumbe watu tunapaswa kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, sio maji. Jina la Bwana Yesu Kristo ni neno kweli ya Mungu. Ukipokea kweli ya Mungu, umekuwa kiumbe kipya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu ndiye anasema, naye akatuhamisha, akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake ili tufanane naye. Haleluya. Amen. Baada ya kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu, nini kilitokea? Na Paulo
alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akajaa juu yao. Ndio wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Amen. Yohana 6:63 soma. Uangalie mambo hayo. Mambo ya rohoni mpendwa ni mazuri. Yaani unajua, ngoja nikwambie, ukikubali kufungua moyo wako, ila moyo wako uhakikishe unavunja viambaza vilivyomo. Kuna kiambaza kigumu kinachoitwa dini. Nguvu ya moyo kieni kakutana na dini. Dini imesimama hivi. Unashangaa mtu amedunda tu, yuko vile vile. Soma. Roho ndio itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliwaambia ni roho tena ni uzima. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Ukilisikia neno la Mungu umepata uzima. Biblia inasema atakayemwamini mwana wa Mungu haingii hukumuni, bali amevuka kutoka mautini kuingia uzimani. Umesikia? Anayeamini neno, sio kubatizwa maji. Tuikupiga maji hapa tunakuondolea jasho tu wewe na uchafu wa mwili. Haleluya. Lakini neno Biblia inasemaje? Inagawanya mafuta na nini? Na nafsi. Haleluya. Twende sasa uone. Neno la Kristo, unaweza kuandika. Neno la Kristo ndio kweli tena ndilo linalotutakasa. Neno la Kristo ndio kweli na ndilo linalotutakasa, au kusafisha dhambi zetu, mioyo yetu, au kusafisha dhambi zetu, mioyo yetu, kwenye mabano unaweza kuandika. Na huko ndiko kuzaliwa mara ya pili. Na huko ndiko kuzaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Kuzaliwa mara ya pili maana yake ni kubatizwa. Maana yake ni kuwekwa alama. Ndio maana unaona wenzetu wanakuwekea alama, ishara ya msalaba, pigwa, unawekewa alama kwamba wewe ni wa Mungu. Sasa je, kiroho, katika eneo la rohoni alikuwa anamaanisha nini kuwekewa alama? Yohana sura ya 15 mstari wa 3. Utaelewa kwamba je, mitume Yesu aliwaambiaje? Aliwaambia vizuri sana. Ninyi mmeshakuwa safi. Huko nyuma mlikuwa wavuvi, mlikuwa wachafu, lakini leo mmekuwa wasafi. Soma Yohana 15 mstari wa 3. Ninyi mmekwisha kuwa safi. Kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Nilipokuwa nikiwaambia neno, mlikuwa mnatakasika, mlikuwa mnapokea kutakaswa, dhamiri zenu zinasafishwa, nafsi zenu zinasafishwa, utu wenu wa ndani unatakaswa. Mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Umesikia wao usafi wa watu wanapokeaje? Sasa huku ndiko kubatizwa katika roho. Sio kuzamishwa kwenye maji na baki na maumivu yako na mateso yako. Haleluya. Ukikutana na nguvu ya Mungu unabadilika. Paulo mwenyewe akasema, sionei haya injili ya Bwana, injili ya Kristo, maana ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kila aliyekutana na injili alipokea nguvu ya wokovu. Haleluya. Yohana 17 mstari wa 3. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Uzima wa milele ndio huu, wakujue. Angalia, dini haikupi mfumo wa kumjua Mungu. Hauwezi kumtambua Mungu wa mbinguni. Sasa mpendwa, ukiendelea kushikamana na mifumo ya dini hutaweza kumjua Mungu hata kidogo. Yohana 3 mstari wa 2 mpaka wa 3. Yohana sura ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 3. Huyo alimjia Yesu usiku. Akamwambia, Rabi, huyo Nikodemo sasa.
Tunajua ya kuwa mwalimu. Mimi nina uhakika kwamba wewe ni mwalimu. Umetoka kwa Mungu. Umetoka kwa Mungu. Kwa maana hakuna mtu awezaye usifanye ishara hizi. Kufanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu yu pamoja naye. Tunajua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Wewe ni mwalimu, maana hayo unayoyafanya hakuna anayeweza kuyafanya. Umesikia? Hakuna anayeweza kuyafanya. Na Yesu akasema, mkiniamini ninyi mtafanya mambo makubwa kuliko haya ninayoyatenda. Amen. Haleluya. Amen. Sasa kama Yesu alitenda yale, basi tunatamani tufike kiwango tuzame. Bado maji yanafika kwenye kiweko cha miguu. Bado maji yanafika kwenye kiweko cha miguu. Lakini atakapotufunika tukazamishwa, tutakuwa tunatamka tu. Nanyosha mkono. Pepo anatimuka. Kwanza kuingia ndani mtu mwenye pepo hawezi. Anafika langoni anaondoka huko. Akiingia anaingia ni mzima tayari. Maana Yesu alishahidi kwamba mtatenda mambo makubwa kuliko hata. Haleluya. Haleluya. Amen. Mathayo 18 mstari wa 3, angalia nasemaje. Akasema, ndio. Amini nawaambia, msipoongoka na kuwa kama watoto, hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Hamkanyagi. Ng'ang'ana na mifumo ya dini yako, ng'ang'ana na mifumo ya udhehebu, hauingii mbinguni. Pakubadilikwe kama mtoto mchanga. Maana uwe mnyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anachokidhihirisha kwetu, anachokitafuta kwetu ni kukubali mifumo ya rohoni na kuvunja mifumo ya mwilini au mifumo ya mapokeo. Yesu yeye alikuja kudhihirisha ubatizo wa moto na wa roho. Na kila aliyokuwa anakutana nao, ukibahatika kusoma habari ya mwanamke Msamaria, utaona mwanamke Msamaria anatua mzigo wake chini, anasema hapana, naomba nipe hayo maji mimi ninywe nisirudi kuteka tena maji. Aliyepokea neno la Kristo akajaa nguvu ya Mungu, hakubaki kama alivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mama, naomba tufungulie hiyo Biblia yako. Ni Biblia hiyo? Hiyo, ni Biblia. Asio Biblia. Nijua ni Biblia. Kuna Biblia ya Kiroma nilikuwa natafuta vizuri sana. Na maandiko mazuri. Ungesikia kitu ambacho ningekuelekeza kusoma. Kilivyo kigumu, halafu watu wanapita kushoto, wanapita pembeni yake. Haleluya. Haleluya. Iko huko. Haya, tusomee Mathayo sura 23 mstari wa 15. Tafadhali naomba nisiseme mimi. Hiyo Biblia ilete isogee huko mbele. Ili asome mtu mwingine mwenye maiki hapo. Mletee hapo mtumishi wa Mungu asome. Soma. Uone dini inapokupeleka. Je, Mafarisayo ni watu wa aina gani? Mstari wa 15. Ole wenu, walimu wa sheria na Mafarisayo, wanafiki, mnasafiri baharini na nchi kavu, ili kumpa mtu mmoja afuate dini yenu. Afuate nini? Dini yenu. Afuate nini? Dini yenu. Mungu alileta dini, alileta wokovu. Afuate dini yenu. Endelea. Mnapompata, mnamfanya astahili maradufu kwenda katika moto wa jehanamu kuliko nyinyi wenyewe. Umesikia? Unapotengenezwa kuwa mtu wa dini, kuwa mtu wa dhehebu, unatengenezwa wewe kwenda jehanamu. Wewe unatoa sadaka, lakini unatoa sadaka unajisindikiza mwenyewe kwenda jehanamu.
Haleluya. Unaziambia sadaka, ingie tangulieni na mimi niko nyuma nakuja. Mbinguni hazifiki. Haleluya. Mbinguni. Yaani hebu sikiliza. Mtu atoe sadaka yake, katoa kwa Mungu wa kweli. Halafu nenda katundike miguu yako juu, unakunywa ya baridi na ya moto, au unatembea na vimada, uone kama hujafia huko huko. Sadaka ya Mungu yani imetolewa kwa Mungu wa kweli, halafu unaipeleka kwa miungu mingine, uone kama hujageuka. Utakiona cha moto huko. Watakuja kushuhudia uliokuta huko. Umesikia? Wanamfanya mtu afuate dini kuwa mwongofu, anafuata dini, awe mtu wa dini. Mkishampata tu mnamtengeneza kuwa mtu wa jehanamu. Astahili moto wa jehanamu. Baada ya kustahili kupokea uzima, astahili moto wa nini? Mtu wa Mungu, umejifunza nini? Wewe umejifunza nini? Je, umeona ulipodanganywa? Haleluya. Umeona ulipodanganywa? Ukaaminishwa na ukaambiwa imani, ukifumba macho tu unaamini kwamba ukifumba macho tu unayaona yanatokea. Kafumbe macho uone yanatokea sasa. Hutakao yaone yanatokea. Imani ni kitu halisi. Haleluya. Haleluya. Sasa hawa wamezikwa. Biblia inasema hivi, watu wamebadilishwa, wanasema hivi, kule kuzamishwa kwenye maji kwamba ni kushiriki mauti ya Yesu. Mauti ya Yesu naishiriki kwa kuzamishwa kwenye maji. Kanene kweli ya Mungu, uanze kutandikwa bakora, hapo unashiriki. Hapo unashiriki. Utakapotandikwa bakora kwa ajili ya Injili, unashiriki. Utakapokataliwa, unashiriki. Haleluya. Unakufa maisha ya kimwili, yani mwili ufe kwa mambo ya dhambi, halafu uwe hai kwa mambo ya haki. Amen. Ukipokea kweli ya Mungu, mwili wako unakufa. Anayeoperate huo mwili na kuongoza ni Mungu mwenyewe. Biblia inasema toweni viungo vyenu vyote kwa ajili ya Kristo. Haleluya. Maana hiyo ndio ibada yenye maana. Mwili hauna tena kazi ukiwa unaongozwa na Roho wa Mungu, ukiwa umemjia Mungu, ukiwa na alama ya Mungu. Wewe ni wa Mungu, na alama ya Mungu ni Roho wa Mungu, na Roho wa Mungu tumeona ni neno la Mungu, ni kweli ya Mungu. Aliye na kweli ya Mungu tayari ana bahari ya kioo, anajitazama. Hebu nafikiri utajitazamaje kama una makosa? Kwamba hapa nimekosea, utajitambuaje? Mpaka uingie kwenye neno azungumze. Neno akizungumza unamsikia kabisa Mungu anakuonya. Tupilia mbali mambo ya uasherati wako. Tayari unasikia kama kuna mtu anazungumza na wewe. Kama ndani yako kuna chembe za roho, unashtuka unasema, jana kweli nimefanya. Mungu ananikemea. Ndio tunakuona unaanza kulia, unalia. Unasema Mungu nisamehe, narudi tena. Lakini maandiko, wewe nani anakushtua? Unasubiri Jumapili masomo yasomwe pale, uambiwe barikiwe, nendo kaongezeke, basi biashara imeisha. Lakini huko ndani unakufa. Biblia inasema una jina la kuwa hai na umekufa. Wakristo wengi wamebatizwa lakini ni wafu. Hawana uhusiano na Mungu hata kidogo.